wakati huu tutakaribisha ndugu wetu deacon wetu na pia ni mwalimu wa neno aweze yale mambo ambayo baba wetu amemwezesha aweze kuendelea. Tutapatia hadi saa 7. Labda mimi sasa hiyo labda utaanzisha hiyo, tutakuwa na break kidogo. Tutakuwa si break ya lunch, lakini tuko na watoto wachanga au labda mliwapepea haya hao, na pia kama kuna unaweza kuwa na mgeni ambaye hajui kama iko sauti ukiwa na nini hivyo tunapanga. Karibu tumpigie makofi. Shalom aleikum. Ni kwangu yawe kwa sababu ameweza kuleta uhai hata siku ya leo, na mtukuza na nalihimidi jina lake sababu ni wema wake tu, si ati ni kuwa mkamilifu kuliko wale wengine ndio ameniwezesha niwe hapa ama niwe na uzima, bali ni rehema zake. Kwa hivyo namshukuru sana na niko na furaha sana kufikisha katika sabato ya leo, sabato mbili ambazo zimeshikana. Sabato ambayo ni sabato ya uumbaji na pia ni sabato ya siku ya upatanisho, ambapo maandiko yanaonyesha siku ya upatanisho ati itakuwa ni sabato ya kustarehe kabisa. Haleluya. Kwa hivyo namshukuru yawe kwa jambo hilo ambalo ameweza kulifanya. Tena siku ya leo ya sabato ni sabato tena ya kipekee tena zaidi, kwa sababu sabato ya leo ni sabato ya kufutiwa madhambi. Sabato ya kufutiwa madhambi, kuondolewa dhambi. Haleluya. Yashua mwenyewe alipanda juu mbinguni na akawa ameingia katika hekalu la juu mbinguni, na katika hilo hekalu anaendelea na kazi ya ukuhani. Watu wanadhani ya kwamba wakati pasia la hekalu liweza kupasuka ati akasema yote yamekwisha. Sasa watu wa Kristo wa Jumapili na wale na wengine hata wengine ni wa Masihi wamekita pale ya kwamba yote yalikwisha, lakini wanakosa kuendelea na maandiko kusoma ambapo inasema Masihi alikuwa ni kuhani hata milele. Kwani umilele wake uliishia hapo wakati aliweza kukufa katika mti? Hapana, umilele wake haukuishia mahali pale. Umilele wake ako nao mpaka wakati wa leo, na ukuhani wake unaendelea, lakini kuna siku huo ukuhani utakoma. Haleluya. Haleluya. Huyo ukuhani utakoma, lakini wakati huu ukuhani unaendelea. Ni ukweli Yesu Masihi alikuja akafa kwa ajili ya dhambi zetu, na alikufa kwa ajili ya yeyote ambaye atakayemwamini. Haleluya. Haleluya. Ningependa niwe na msomaji ambaye atakayeja hapa. Kwa sababu nisomee kitabu cha Yohana 1:12. Yohana ni 1:12. Tasoma. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Yawe. Ndio wale walioaminio jina lake. Kwa hivyo wale wote ambao walimpokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Yawe. Haleluya. Lakini sio wale ambao wamezaliwa katika mwili na damu, bali wale ambao wamezaliwa katika roho, sababu Masihi ni roho. Haleluya. Kwa hivyo wale ambao waliweza kumkubali pia aliwapa toba na msamaha wa dhambi. Haleluya. Haleluya. Aliwapa toba na msamaha wa dhambi, na hao ni Waisraeli ambao waliweza kumkubali. Lakini wakati huu Yashua mwenyewe ameweza kupanua mipaka yake. Kitabu cha Yohana 10:15. Yohana ni 10 mstari wake wa 15. Inasema kama vile Baba Yohana 10:15. Kama vile Baba anavyojuavyo nami namjuavyo Baba. Inasema na kondoo wengine ninao. Ni hapo chini 16 10:16. Na kondoo wengine ninao. Na kondoo wengine ninao, ni Masihi anasema na kondoo wengine ninao ambao si wazizi hili. Ambao sio wazizi hili. Nao nimenipasa kuwaleta. Na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Kisha hapo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba
Masihi aliletea Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Si Matendo 10 mstari wa ngapi? Hebu angalia mstari wa 25. Ati huyo Yahwe alifanya awe mkuu kama ni bibi. Kama hapo kwanza nisikie. Ati watu wa Israeli msamaha na toba. Nisomee mstari wa 15. Kama na jana inasema sauti ikamjia. Mstari wa 25. 25 inasema Petro alipokuwa akiingia Koronio. Nikumbushe andiko kama ni Matendo 2. Ati huyo alifanywa mkuu. Ati ili watu wa Israeli toba msamaha na toba alikuwa mkuu. Andiko nitalikumbuka tu. Ama walimu wenzangu wataweza kunikumbusha sababu hatuwezi potea sana. Haleluya. Kwa hivyo alikuwa mkuu ili watu wa Israeli msamaha na toba. Lakini maandiko yameonyesha ya kwamba ati na kondoo wengine ninao ambao nao imenipasa kuwaleta nao watakuwa na mchungaji mmoja. Na yeye ndiye mchungaji. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo Yashua akafanya upatanisho. Sasa hii mambo ya upatanisho ama sikukuu ya upatanisho ni iko na vita sana kwa Wamasihi na wale ambao sio Wamasihi. Haleluya. Kwa sababu wanaona Masihi aliweza kukufa na akafufuka na pasi ikaweza kupasuka. Na ni ukweli pasia ya hapa duniani ya hekalu iliweza kupasuka. Ni hapo kile. Na sasa kila mtu ajipeleke mbele za baba yetu. Lakini upatanisho inakujia wapi? Na Masihi mwenyewe ndiye mwana kondoo. Hata Yohana mwenyewe alisema, Yohana 1 mstari wa Yohana 1:40. Niangalia hapo. Yohana 1:40. Yohana alisema, tazama mwana kondoo wa Yahwe. Soma. Inasema adela duguye Yohana 1:41. Kama ni hapo. Inasema huyo akamuona kwanza Simeoni ndio hapo. Ni ngapi? 1 ya tazama mwana kondoo wa Yahwe. 1:29. Soma. 1:29. Ndasoma. Siku ya pili yake tarudia. Siku ya pili yake amuona Masihi anakuja. Siku ya pili yake akamuona Masihi anakuja. Akasemaje Yohana? Tazama mwana kondoo wa Elohim aichukua dhambi ya ulimwengu wote. Kwa hivyo mwana kondoo wa Yahwe aichukua dhambi ya ulimwengu wote. Kwa hivyo Masihi alichukua dhambi ya ulimwengu wote. Lakini wale ambao watakaweza kumkubali, kwa sababu kuna watu ambao watamkataa. Haleluya. Na ni ukweli Masihi alikuja na akakuwa na kuvuka. Sasa ni kwetu tuendelee kumtazamia na tuendelee kumwamini. Haleluya. Na aliweza kutupatia msamaha. Wakati niliweza kuamini na wakati wewe ulipoweza kuamini, Masihi alikupa toba na msamaha. Haleluya. Sasa siku ya leo ya upatanisho ningependa tuende kitabu cha Walawi sababu imeanzia huko. Walawi 16. Walawi 16. Anzia 1. Soma. Inasema Yahwe akasema na Musa baada ya kufa hao wana wawili wa Haruni walipokaribia mbele za Yahwe wakafa. Yahwe akamwambia Musa, sema na Haruni na ndugu yako ukawaambie asiingia wakati wowote katika pahali patakatifu ndani ya pasia mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku asije akafa. Maana mimi itaonekana katika lile wingu juu ya kiti cha rehema. Aroni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Tena atakuwa na ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani. Pia atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Ndio. Hayo ndio mavazi matakatifu. Ya kuingia hekaluni. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Endelea. Kisha atatoa mikononi mwake
mkutano wa Israeli mbuzi waume wawili. Kwa hivyo atachukua mbuzi waume wawili katika mkutano wa Israeli kwa sadaka ya dhambi, na kwa kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Haroni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Kisha atatoa wale mbuzi wawili. Sasa tuko hapa kwa hizi mbuzi wawili. Hapa ndipo watu wanakosa kuelewa katika hali ya upatanisho. Atatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Yawe, na ataweka mbele za Yawe mlangoni pa hema ya kukutania. Mlangoni pa hema ya kukutania. Na Haroni atapiga kura juu ya wale mbuzi wawili. Ndio. Kura mmoja kwa ajili ya Yawe, kura moja kwa ajili ya Yawe, na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Kwa hivyo kuna mbuzi wa kwanza ambaye anaitwa ni kwa ajili ya Yawe na Azazeli. Yawe na Azazeli. Endelea. Na Haroni atamleta endelea. Na mstari wa 9. Na Haroni atamleta yule mbuzi aliyeangukiwa kwa kura ya ajili ya Yawe. Ndio. Na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Tulia mahali pale kwanza. Huu mbuzi wa kwanza ambaye amesema ni kwa ajili ya Yawe atatolewa kwa ajili ya sadaka ya dhambi. Na huyu ndio akuteketezwa. Dhambi yaani huyu ndiye anafanya upatanisho. Ndiye anakufa kwa ajili ya dhambi za hao wana wa Israeli. Kwa hivyo huyu alikuwa anateketezwa kabisa. Lakini kulikuwa na mbuzi mwingine ambaye yeye hakuwa anateketezwa. Aliyeitwa mbuzi wa Azazeli. Huyu amesemekana ateketezwe, akufe kwa ajili ya wana wa Israeli. Bali yule mbuzi aliyeangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli, mbuzi wa pili ameangukiwa kwa kura ya Azazeli, atawekwa hai mbele za Yawe. Huyu hata kufa hata uawa, atawekwa hai mbele za Yawe ili kufanyia upatanisho, ili kumpelekea jangwani kwa ajili ya Azazeli. Tulia mahali pale kwanza. Sasa hapa kuna kitu hapa watu hawaelewi. Huu mbuzi wa kwanza ambaye ni kwa Yawe amekufa kwa ajili ya dhambi za wana wa Israeli. Lakini dhambi hazijaisha. Dhambi bado ziko. Kwa hivyo lazima hata kama afanywa upatanisho, damu imenyunyuziwa, lazima huyu wa pili angefanya upatanisho kamili. Yaani ili dhambi ziondoke kabisa, lazima huyu wa pili angekuwa mahali pale ili awekelewe dhambi sasa aende nazo. Haleluya. Lakini ukisimama kwa huyu pekee, wakisimama kwa huyu pekee yake waachane na huyu mwingine, upatanisho haingekuwa kamili. Kwa sababu dhambi zilikuwa zinakumbukwa. Hata huyu mwana kondoo akitolewa dhambi zilikuwa zinakumbukwa. Hata huyu wa pili akipelekwa jangwani bado hii kondoo ilikuwa inaendelea, hii mbuzi wawili wanaendelea kutolewa. Lakini tutakuja kuelewa tuone hawa mbuzi wawili wanasimamia nini. Haleluya. Wanasimamia nini? Ili tuone kwamba dhambi zitaisha wakati mgani. Aya teremka. Kwa mstari wa ngapi? 11. Aya soma. Na Haroni atamsogeza ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba ya Israeli, ya nyumba yake. Naye atamchinja yule ng'ombe kwa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake. Kisha atatoa tezo kilichojaa makaa ya moto ya moto yatokayo katika madhabahu iliyo mbele za Yawe, na konzi mbili za uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye atauleta ndani ya pazia. Kisha atatia ule uvumba juu ya moto mbele za Yawe, ili moshi wa ule uvumba ukistiri kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda asije akafa. Kisha atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na kuzinyunyuzia kwa kidole chake juu ya kiti cha rehema upande wa mashariki, na mbele ya kiti cha rehema atanyunyuzia ile damu kwa kidole chake mara 7. Kisha atamchinja yule mbuzi wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya watu, naye na kuileta damu yake ndani ya pasia. Kwa damu hiyo atafanya vile kama alivyofanya damu ya ng'ombe, na kuinyunyuzia
ya kiti cha rehema na mbele ya kiti cha rehema. Naye atafanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu kwa sababu ya mambo machafu ya wana wa Israeli na kwa sababu ya makosa yao, naam, kwa ajili ya dhambi zao zote. Naye atafanya vile vile kama ajili ya hema ya kukutania ikaavyo pamoja nao kati ya machafu yao, wala hapata kuwa na mtu katika hema ya kukutania wakati aingiapo ili kufanya upatanisho katika patakatifu, hata atakapoondoka nje baada ya kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili yake na kwa ajili ya mkutano wote wa Israeli. Kisha atatoka na kuendelea madhabahu ili mbele za Yawe na kufanya upatanisho kwa ajili yake. Atatoa baadhi ya damu ya yule ng'ombe na ya damu ya yule mbuzi na kuitia juu ya pembe za madhabahu pande zote. Tena atanyunyuzia baadhi ya damu juu ya madhabahu kwa kidole chake mara 7 na kuitakasa ili machafu yote ya wana wa Israeli yatoke. Naye akisha kufanya upatanisho kwa ajili ya pahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai. Naye Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote. Naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi, kisha atapeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Tulia pale kwanza. Kama Haruni akimaliza hiyo kazi yote, tunasoma hiyo andiko ili tuweze kuelewa. Sikutaka kurukaruka hiyo andiko, sikutaka kuikatakata. Nikataka tuisome hivyo. Atakuja awekelee mkono juu ya mbuzi ambaye aliye hai. Huyo ashatolewa. Akiwekelewa mikono akimaliza ukuhani, atakuja awekelee mikono na akiri dhambi. Shika sana hiyo jina kukiri dhambi. Haleluya. Yeye anakiri kwa niaba ya wana wa Israeli. Kwa hivyo sasa akiri dhambi, na akisha akiri dhambi juu ya huyu atapeleka jangwani kwa mkono wa mtu aliye hodari. Shika hiyo sana tena. Kwa mkono wa mtu aliye hodari kukiri dhambi, na kwa mkono aliye mtu hodari. Hapo anapelekwa na mtu hivi, mtu ambaye ako na nguvu. Kwa sababu huyu mbuzi akiwekelewa hizi dhambi, alikuwa anakaa kama wazimu. Unaona? Yaani amepata nguvu zingine. Haleluya. Yaani hizo nini dhambi zilikuwa ni kama ziko na shetani. Nisome African Bible, hiyo andiko sio African, sio hii ni Jerusalem Bible. Tunaisoma pia. Biblia Mwafrika ilikuwa hapa na ndio ilikuwa nayo ile. Hiyo 16 mstari wa 8 tunisomee maelezo. Tuone alikuwa ni shetani. Hiyo dhambi alikuwa anasimamiwa kama ya shetani. 16 mstari wa 8. Soma tu maelezo. Hiyo tunachukua tu maelezo hapo. Wasomi wa hiyo Biblia wanatuambia 16:8 maelezo. Walawi 16 mstari wa 8. Inasema maelezo ya kitabu cha mambo ya Walawi 16 aya yake ni ya 8, maelezo yake. Ndio. Inasema Azazeli, neno Azazeli linatokea tu katika maelezo ya siku ya upatanisho. Hii jina halitokelezei mahali pengine. Linatokea tu wakati wa siku ya upatanisho tu. Neno Azazeli linamaanisha mmoja anayebebeshwa makosa ya wengine na linapaswa kuelezewa kama mbuzi anayekwenda zake. Inaelezewa kama mbuzi anayekwenda zake, ama mmoja ambaye anabebeshwa dhambi. Teremka. Endelea na maelezo. Inatumika kama kitenzi jina ili kuondoa. Ni kitenzi cha jina la kuondoa. Linamaanisha
eneo la upweke. Au mteremko mkali ndio ni jina la pepo mbaya. Ama kwa jina lingine kwa wakati mwingine linatafsiriwa ni jina la pepo mbaya. Kadhaa jini kama jini. Jini ule mbaya zaidi. Pepo mbaya alikuwa anatisha katika eneo hilo. Fikisha mahali pale hiyo maelezo. Ama kuna kitu kingine hapo? Fikisha mahali pale. Kwa hivyo alikuwa anaelewa kama pepo. Kwa hivyo akiokelea hizo dhambi alikuwa na watu kama pepo. Alikuwa lazima aeleza maelezo mengine ya Azazel. Lakini ni English. Soma Maelezo mengine ya Biblia gani hiyo? Hii inaitwa Restoration Study Bible. Biblia ya Restoration Study Bible katika maelezo ya nyongeza inasema scapegoat called Azazel in the Hebrew meaning the goat of departure. The goat of departure. This goat likely represented Satan. This goat represents Satan. Inasimamia shetani. Who is led away into the wilderness. Ule ambaye anapelekwa jangwani. Upon this goat, Aaron was to lay both his hands and confess over it all the sins and transgressions of Israel, in effect transferring all sin back onto the adversary, the originator of sin. Kwa hivyo ilikuwa inawekelewa mikono manakini dhambi inasema, lakini sasa ati ule original chanzo cha dhambi. Ule ni kama alikuwa anasimamia ule ambaye ni chanzo cha dhambi, ambaye ni shetani. Okay. Then a fit man. Na ule mtu ambaye ni hodari mwenye nguvu, likely symbolic of Yeshua. Na huyo anasema analinganisha na Yeshua, led the goat away into oblivion. Anampeleka mahali paukiwa huko nje. And there he would die. Na huko anakufa mbuzi. Kwa hivyo huyo mbuzi anapelekwa huko. Hakuna mtu alikuwa anaenda kuangalia kumeendaje. Lakini mwenye kuelezea maelezo hiyo Restoration Bible amesema ati alikuwa anakufia huko. Sasa kama hakuna mtu anaenda kumwangalia, mnasema ati kuliendaje kwake? Si labda anakufia huko. Ndio. Anapatana labda na fisi mkali, hapa mnyama mwingine mkali. Ndio. Anamlarua, anakula. Haleluya. Kwa hivyo tumeona Azazeli anasimamia shetani. Ama pepo ule mbaya, jini ule mkubwa, Azazi. Waislamu wanamuita Azazi. Azazi. Okay. Ni jini ule mkubwa, tena ule hatari. Pia anakaa wapi huyo? Sikia anakaa Maka. Huyo ni shetani. Na sijui kama Udi aliweza kusilimishwa kwa sababu kuna jini mmoja ambaye alisilimishwa na Muhammad. Huyo alisilimishwa. Na hekalo yake huko Maka. Sasa tunaendelea na mafundisho yetu. Sasa ulipofikisha mstari wa ngapi? 21. 21, endelea. Nitasoma Mambo ya Lawi 16. Sasa ndio tunaendelea 22. Na yule buzi atachukua juu yake uovu wote mpaka nchi isiyo watu. Naye atawachwa buzi jangwani. Na Haruni ataingia katika hema ya kukutania, naye atavua mavazi yake ya kitani aliyoivaa alipoingia katika patakatifu, atayaacha humo. Naye ataosha mwili wake kwa maji mahali patakatifu na kuvaa nguo zake na kutoka na kusongeza sadaka ya kuteketezwa yake mwenyewe na sadaka ya kuteketezwa ya watu, naye atafanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake na kwa ajili ya watu. Na mafuta ya sadaka ya dhambi yatateketezwa juu ya madhabahu. Na mtu yule amwachae buzi wa Azazeli aende zake, ataosha nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, na baadaye ataingia katika marango. Na yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi na yule buzi wa sadaka ya dhambi na ambao damu yao ililetwa ndani ifanye upatanisho katika patakatifu. 29 watachukuliwa nje ya marango, nao watachomwa moto ngozi zao,
na nyama yao na mavazi yao. Na yeye achomaye moto atavua nguo zake na kuosha mwili wake kwa maji, na baadaye ataingia malangoni. Amri hii itakuwa amri ya milele kwenu. Amri hiyo ya upatanisho itakuwa amri ya milele katika mwezi wa 7, katika sasa mwezi wa 7, siku ya 10 ya mwezi. Siku ya wapi? Ndio hii mwezi wa 7, siku ya 10 ya mwezi. Ya 10 ya mwezi mtajitaabisha roho zenu, msifanye kazi ya namna yoyote. Mzalia na mgeni akae kati yenu. Inabere. Fikisha hapo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yawe 10 ianze hapo na 7 hapo katikati. Mwezi wa 7 nimesoma dika tu venye nimesomwa. Wameanzia nini? Tarehe 10 mwezi wa 7. Mwezi wa 7. Ndio. Tarehe 10 mwezi wa 7 itakuwa ni amri ya milele. Sasa huyu naye Masihi ndio nilikuwa nimesema ni kuhani wa milele kama vile Melkisedeki alivyokuwa. Haleluya. Haleluya. Na sasa imesemekana ni amri ya milele. Sasa kama ni amri ya milele, sasa na Yeshua alikufa na akafufuka na pasia ikapasuka. Sasa hakuna mambo ya ukuhani. Kumbuka Masihi alisulubishwa ama alitunikwa nje ya mji, si ndio? Nje ya mji. Lakini sasa wakati alipasuka, wakati alikufa, pasia ikapasuka huko hekaluni. Huko hekaluni. Sasa wale ambao walikuwa wanaendelea na ukuhani, kwa sababu ukuhani hata Masihi akiwa uhai inaendelea tu. Si ndio? Sasa wakati pasia ilipoweza kupasuka, wale makuhani walishangaa. Unajua walikuwa wanaingia huko ndani, alafu anavukiwa nyororo. Sio mambo zilikuwa. Sasa akivukiwa nyororo wakati hakuna mtu alikuwa anafaa kuchungulia kule wala kuingia. Akiwa huko anafanya chakara zake za ukuhani, akasikia pasia imepasuka. Wale Waisraeli walikuwa nje wakatazama ndani na hawakukufa. Unaona? Sababu ulikuwa ukitazama pale, huwezi ingia pale hapa utazame. Lakini hawakukufa. Naye Yeshua akasema yote ameweza kukwisha. Haleluya. Yeshua kama ndiye ameingia mahali pale katika ukuhani akiwa kuhani mkuu. Hiyo ni katika Waebrania. Soma kitabu cha Waebrania utaona Masihi mwenyewe ndiye kuhani. Hebu nisome Waebrania 5. Soma 1-7. Waebrania 5. Yeshua mwenyewe ndiye kuhani mkuu. Hata ukisoma Waebrania 7 bado utaona haya mambo ya Melkisedeki ambaye alikuwa anafananishwa na Yeshua. Waebrania 5:1. Waebrania 5:1. Maana kila kuhani mkuu aliyeteuliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu. Kila kuhani ambaye ameteuliwa kwa ajili ya wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu. Na katika mambo ya muhusio Yawe ili atoe matoleo ya dhabihu kwa ajili ya dhambi. Awezaje kuwachukulia kwa upole wao wasiomjua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. Na kwa sababu hiyo imempasa kama kwa ajili ya watu, vivyo hivyo kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kuna kuhani ambaye alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili yake mwenyewe. Tunakumbusha yale mambo. Endelea. Na hapana mtu ajitwalie mwenyewe heshima hii, ili yeye aitwae kwa Yawe kama vile Haroni. Walikuwa natoa na Yawe kama vile Haroni. Vivyo hivyo Masihi naye anatoa sasa, naye Masihi hakujitukuza. Masihi naye hakujitukuza kama vile Haroni hapo anajipea hiyo kazi mwenyewe, bali yeye ndiye alikuwa anampatia. Sasa Masihi naye hakujitukuza. Nafsi yake kufanywa kuhani mkuu. Hakujifanya kuhani mkuu bali lakini yeye aliyewaambia ndiye mwanangu. Lakini yeye aliyemwambia wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Huyo ndiye aliyemfanya kuhani. Huyo aliyemwambia wewe ndiye mwanangu, leo mimi nimekuzaa. Kama asemavyo mahali pengine, ndiwe kuhani milele. Kama vile asemavyo mahali pengine, wewe ndiwe kuhani milele. Kwa mfano wa Melkisedeki. Kwa hivyo tunaona Masihi mwenyewe ni kuhani milele kama vile Melkisedeki alivyokuwa. Niwaambia pale mshike jina milele. Amri hii itakuwa amri ya milele. Kwa hivyo yeye ni kuhani milele
kama vile Melkisedeki. Teremka. Yeye siku hizo za mwilini wake, Huyo Masihi wakati ya mwili wake alimtolea yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti. Alililia yule awezaye kumuokoa na kumtoa katika mauti. Maombi na dua pamoja na kulia sana. Kulia sana na machozi akasikilizwa Masihi kwa ajili alivyokuwa mcha Yawe. Akasikilizwa kwa ajili alivyokuwa mcha Yawe. Teremka. Na ingawa ni mwana, alikuwa mwana, alijifunza kutii. Kwa mateso yaliyompasa. Naye alipokwisha kukamilishwa katika ile kazi, akawa sababu ya wokovu wa milele kwa watu wote wanaomtii. Kwa hivyo akawa sababu ya wokovu wa milele kwa wale ambao wanamtii. Kwa hivyo Masihi akawa yeye ni wokovu. Kisha ametajwa na Yawe kuwa kuhani mkuu mfano wa Melkisedeki. Kumbe hapo kulikuwa na kitu hapo. Kwa hivyo alimetajwa na Masihi kama kuhani milele kama Melkisedeki. Kisha bado kisha hapo tusiendelee sana. Kwa hivyo tunaona ya kwamba huyo Masihi akawa yeye kipatanishi cha dhambi zetu na akawa yeye ndiye kuhani. Haleluya. Tena kuhani kama yule Melkisedeki. Na ameweza kutoa dhabihu. Kwa hivyo ukuhani wake ni wa milele. Sasa sisi na alikufa akawa ni anatuletea wokovu. Tena inasemekana wokovu wa milele. Isomee kitabu kinaitwa Wakorintho wa kwanza. Wakorintho ni wa kwanza 1 mstari wake ni wa 10. Nitasoma. Wokovu uko namna gani? Watu wanashikosa kuelewa. Basi ndugu na wasihi kwa jina la Masihi wetu Yeshua kwamba yote mnene mamoja. Soma Wapili 1 mstari wake wa 12. Nitasoma. Kwa maana kujisifu kwenu ni huku, ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Yawe, si kwa hekima ya mwili, bali kwa neema ya Yawe tulienenda katika dunia, na hasa kwenu nyinyi. Maana hatukuandikia nyinyi neno lile yale msomayo au kuyakiri. Naam, nami natarajia kuwa mtayakiri hayo hata mwisho. Vile kama kama mlivyotukiri kwa sehemu ya kwamba sisi tu sababu ya kujisifu kwenu, kama nyinyi mlivyo kwetu sisi katika siku ile ya Yawe wetu Masihi. 15 sasa. Basi ni wa kwanza. Wa kwanza 1:10. Wa kwanza 1:10. Tusoma wa kwanza 1:10. Inasoma hivi. Basi ndugu na wasihi kwa jina la Masihi wetu basi ndugu na wasihi kwa jina la Yawe wetu Masihi kwamba nyote mnene mmoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali muhitimu katika nia moja na suria moja. Kwa maana ndugu zangu, nimefarijiwa habari zenu na wale walio wa nyumba 2:10 inasema, lakini Yawe amefunuliwa sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Yawe. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Yawe hakuna afahamuye ila Roho wa Yawe. Endelee.
lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Yawe makusudi. Wakorintho wa kwanza 1:10. Na ndio hiyo. Moja kama huko unasoma Wakorintho wa kwanza 1:10. Wakorintho sika hiyo. wa kwanza ndio hiyo. Labda yako itaandika soma hii. Labda hiyo simu itaandika. Wakorintho wa kwanza 1:10. 1:10. Moja mstari wa 10 kwa hapa. Aliyetuokoa sisi anzia 9. Anzia 9. Baada mtiririko. Naam. Sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti. Ndio. Sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu. Ili tusijitumainie na nafsi zetu. Bali tumtumainie Elohimu awafufuae wafu. Ndio. Aliyetuokoa si katika mauti. Aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Kwa hivyo waliokolewa katika mauti kuu, kwa sababu watu ambao wamemwamini Yeshua walikuwa wamehukumiwa mauti. Waliokolewa katika mauti kuu ya namna ile. Tena akatuokoa. Tena atatuokoa. Ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa. Kisha mahali pale. Hiyo andiko ndio nilikuwa nataka. Hebu sasa kugusa simu kama iko nayo. Wakorintho wa kwanza 1:10. Kwa hivyo tunaona ya kwamba pili ilikuwa wa kwanza 1:10. Walaka wa pili. Wa pili? Wa 1:10. Tumechunguza hiyo. Leo umesema wa kwanza. Nilikuwa nataka nimebadilisha nikasema wa pili 1:10, nasikia sio hiyo. Karudi wa kwanza 1:10. Nikashangaa mbona yeye anasema hivyo tu. Au si nilikuwa nimekwambia mpaka nikabidi nirudi wa pili. Huku soma hiyo. Nilikuwa natafuta sana hiyo, nilikuwa nakusikiza sana. Nilikuwa nimesoma 12. Wewe huko nilikuwa nakwambia 1:10 unasoma 12. Ndio nasikia kitu yenye nataka hapo. Tulia sasa. Ndio sasa soma hiyo. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kuna wokovu ambao waliweza kuokolewa katika mauti kuu ya namna ile. Tena maandiko yamesema atazidi kutuokoa. Kwa hivyo kuna wokovu ambao uliweza kuokolewa wakati Masihi alikufa na kufufuka, na kuna wokovu endelevu ambao anazidi kutuokoa wakati huu, na tena atatuokoa. Haleluya. Kwa sababu tunaendelea, tunangojea wokovu wa Yawe. Hata sisi ambao tuko ndani ya imani, kama vile Paulo amesema, wakati Yeshua atakapokuja atatuokoa kutoka katika hii dunia, kwa sababu tukiwa katika hii dunia tunaendelea kuanguka katika dhambi. Kuna dhambi ambazo zinajaa huku sana. Haleluya. Kwa hivyo wokovu ulikuwa unaendelea na bado utakuja wokovu mara 3. Haleluya. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wokovu itaendelea, na Masihi mwenyewe tumesikia amekuwa wokovu wa milele. Kwa hivyo yoyote ambaye anamtazamia Masihi atakuwa na wokovu wa milele. Kwa hivyo aliokolewa, bado ataendelea kuokolewa wakati huu. Yule ambaye anamwamini Yeshua. Haleluya. Sasa huu upatanisho Yeshua anauendeleza hata wakati huu. Watu wasiweze kuwa wanakataa kwa kiegezo ya Masihi aliweza kukufa. Kwanza kuna kitu ambacho nasemanga. Kitu kinafaa kujulikana kama kiliisha. Kama tukiangalia kilikuwa kwanza kilikuwa wakati wa Agano la Kale, na Agano Jipya Masihi akiwa uhai tuone kama kinaendelea, na kinaweza kuendelea akiwa uhai kwa sababu dhambi nini haijatolewa. Lakini akisha kufa na kufufuka akiwa mbinguni, tunafaa kuona kama hiyo kitu kinaendelea, mitume wanaendeleza, basi hiyo tunafaa kuifuata. Haleluya. Sasa hii siku ya upatanisho kwa vile imekuwa na tashwishi kwa wengi, tunafaa tuiangalie, je, ilikuwa inaendelea hata Masihi akiwa amekufa na kufufuka? Haleluya. Walikuwa wameeleweshwaje na Masihi kuhusu hii siku ya upatanisho? Haleluya. Hebu nisomee kitabu kinaitwa Matendo ya Mitume 27:9. Matendo ya Mitume 20 Jerusalem Bible pia. Matendo ya Mitume 27:9. 27:9. Nitasoma. African Bible zote zifunguliwe. Na wakati mwingi tulipokwisha
kupita, ulipokwisha kupita, ndio, na safari ikiwa ina hatari, na safari ilikuwa iko na hatari. Sasa kwamba siku za kufunga, na kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita, tulia bahali pale kwanza. Kwa hivyo siku za kufunga, the day of fast, zilikuwa zimekwisha kupita. Nisomea Jerusalem Bible. Nataka tusikie Kiingereza. 27 ngapi? 27:9. Nasema a great deal of a time had been lost and navigation was already hazardous since it was now well after the time of the feast. Fast. Oh, the time of fast. Fast hii ya kufunga. Hii ya Kiswahili haisemi vizuri. Nasema ni kama wingi siku za kufunga. Kiswahili nasema kama ni siku nyingi. Lakini Kiingereza inasema siku moja. Hata hii inasema hivyo. Hebu soma hiyo Restoration Bible. Tunaangalia masia, kumbuka hapa Paulo ni wakati ambapo amefungwa, anapelekwa na marikebu. Anasema siku ya kufunga imepita. Kiswahili inasema siku za ni kama ni nyingi. Sasa soma hiyo Restoration. Inasema now when much time was spent and when sailing was now dangerous. Now when much time was spent and when sailing was now dangerous, because the fast was now already past. Paul admonished them. Lakini kuna maelezo hapa, maelezo ya hiyo verse 9 inasema the fast. This was the day of atonement, one of the 7 annual observances of Leviticus 23. Kwa hiyo imerestore. Nasema ni the day of atonement. Wacha niendelee. Atonement. Wacha nirudie tena. The fast. This was the day of atonement. One of the 7 annual observances of Leviticus 23. New International Version Study Bible note. Note, okay. That years after Yeshua's resurrection, a reference to this annual command shows it is still being observed by Paul and those with him. Asante. Kwa hivyo ilikuwa na kusaviwa, yani inaendelea kutunzwa na mtu ambaye anaitwa Paulo. Na Paulo alifunzwa na Masihi mwenyewe. Kwa hivyo Masihi aliendelea alimfunza Paulo ile imani ambayo mitume walikuwa nayo. Kumbuka maandiko yanasema tujenge katika msingi wa manabii na mitume, naye Yeshua Masihi akiwa jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Haleluya. Kwa tunaona inaendelea. Hiyo imesema the day of atonement. Hebu soma Jerusalem Bible kwanza, maelezo hapo chini iko na maelezo. Inasemaje? Jerusalem Bible. Inasema hivi. Sasa maelezo ya 27. Maelezo ya Jerusalem Bible 27 maelezo yake inasema the feast of atonement. The fast, hii fast ambayo inasemekana hapa ni feast of atonement was kept about the time of the autumn equinox. Winter was coming on. Equinox. Equinox ni nini? Tueleze tu tafadhali, tueleze kuelewa. Inasherehekea wakati wa equinox. Winter weekend. Ni winter equinox. Ni hiyo wakati wa fall, inaitwa fall. Wakati wa hizo vitu zinaanguka hizo barafu, hiyo ndio inaitwa equinox. Na pia baharini mawimbi yanakuwa na tunaona hata bahari wakati huo watu walikuwa wanakubaliwa kusafiri. Hata hivi ndivyo inasema. Kwa hivyo tumeona Jerusalem Bible, soma African Bible. Nataka mpaka hiyo. African Bible inasema Biblia zote zinakubaliana. 27 maelezo yake inasema. Soma maelezo. Wakati wa kufunga sikukuu ya Kiyahudi, hii ni sikukuu ya Kiyahudi ya toba, msamaha wa dhambi, iliyosherekewa baada ya equinox ya tafsiri Kiingereza ya kaskazini ya kipindi cha kuputitisha majani. Ni wakati miti inateremsha majani. Hicho ni kipindi cha siku za milingano ambapo usiku na mchana huwa na urefu. Equinox ndio mchana inakuwa na urefu. Kama tunaona hoja yetu pale ni hii. Atonement, Paulo anaendeleza. Anasema sasa hatuwezi kujifunga, si ndio? Ilikuwa imesha kupita hiyo kipindi. Yaani kipindi hii ambayo tuko ndani yake siku ya leo
ni kama kesho tupate mashida aseme oh, na siku ya kufunga atournament imeweza kupita. Sasa tutafanya nini? Na safari iko na hatari. Na wameamua lazima tuende. Unaona? Hata saa hizi huko Mediterranean bahari kuu iko na mawimbi saa hizi. Hata saa hizi. Saa hizi sasa ni kipindi cha kufunga. Mediterranean sasa ni wakati wa fall na upepo unavuma sana. Fall ni majani, ni muti wakati inamwaga majani. Inaitwa fall mingi. Hata hivi inasema Mediterranean kunakuwa na imetaja Mediterranean. Kwa hivyo tunaona hiyo Mediterranean kunakuwa na hizo uvumi. Kwa hivyo atournament inaendelea hata Masihi akiwa amekufa na kuvuka. Sasa wenye ambao wanasemanga ati upatanisho haiendelei, wanatoa wapi hiyo maneno? Na Paulo mwenyewe anaendeleza na mitume wote wanakubaliana na hilo. Ya Kikuyu. Soma ya Kikuyu. Soma ya Kikuyu. Ketoto me ria Gikuyu. Thoma mothe. Thoma. Kama kuna mwingine akona nyingine naongea tofauti. Hii ya Kiswahili inapoteza. Inaweka kwa inaongea kwa wingi. Baada ya mwenye kutafsiri hakukuwa na ufahamu. Sasa inasema siku ya kufunga hii. Ya Mwafrika, siku ya kufunga. Kikuyu inasema na Gikuyu igatiriri na gwagikorwo matuko maingĩ nĩ mathirĩte na rĩu rũgendo rwarĩ na ũgwati kuona atĩ hĩndĩ ya gĩathĩ kĩrĩa gĩa kwĩhinga kũrĩa irio yauga hĩndĩ ya gĩathĩ kĩrĩa gĩa kwĩhinga kũrĩa irio nĩ ahetũkĩte Paulo akĩmatara. Kwa hivyo ndio hĩndĩ ya gĩathĩ gĩa kwĩhinga kũrĩa irio. Haleluya. Kwa hivyo hakuna mahali mtu atapotelea, lakini hii ya Kiswahili inasema siku za inapoteza ya Kiswahili. Inasema ni kama ni nyingi. Lakini sababu soma ya Kiswahili ya kawaida wacha hivi. Lakini the same. Kwa hivyo walikosea. Kwa hivyo hapo sio siku za, ni siku ya kufunga, siku ya feast, muthenya wa gĩathĩ. Haleluya. Gĩathĩ gĩa kwĩhinga gĩkĩ thĩinĩ wakĩo. Paulo nĩkĩo ararĩrĩria thĩinĩ wa atũmwo 27 mweri wa 9 gĩathĩ gĩa kwĩhinga kũrĩa irio. Na nikio gĩkĩ Walawi 23 juni 32 nimeorodheshwa mahali pale, si ndio? 27. Soma 27. Yeah, Walawi 23 verse 27. Nitasoma. Ndio maana imeorodheshwa mahali pale kwa sababu ni sikukuu. Hebu tutasoma moja mstari wa kwanza ndio tusikie ni sikukuu za nani. Tutasoma Walawi 23 mstari wake kuanzia wa kwanza. Kisha Yawe akanena na Musa akamwambiaje? Na kumwambia nena na wana wa Israeli waambiaje? Na kuwaambia sikukuu za Yawe ambazo mtazipigia biu kwani makusanyiko matakatifu. Hizi ni sikukuu zangu. Tulia mahali pale na uteremke sana mstari wa 27. Sasa tunaona sikukuu zangu 27 inasema lakini siku ya 10 ya mwezi huo wa 7 ni siku ya upatanisho. Siku ya upatanisho itakuwa kusanyiko takatifu. Itakuwa the holy convocation, sikukuu takatifu kwenu. Nanyi mtatesa nafsi zenu. Nanyi mtajitesa mkwenyajira. Nanyi mtasongeza sadaka kwa Yawe kwa njia ya moto. Sasa hapa kuna msiba, kuna jambo ambalo tunafaa kuliangalia. Watu wanauliza sasa, watu wanadhihaki. Sasa unajua watu wanadhihaki. Wasema ya kwamba sasa nyinyi kondoo yenye mlichinja mkatoa kafara iko wapi? Tutaona kafara yenye tunatoa ni gani. Si ndio? Ndio. Tutaona kafara yenye tutatoa. Tutasongeza sadaka, teremka. Tutateremka. Nanyi msifanye kazi yoyote siku hiyo kwa kuwa ni siku ya upatanisho ili kufanya upatanisho kwa ajili yenu. Kwa hivyo mbele za Yawe. Mbele za Yawe. Kwa kuwa mtu awaye yeyote asiyejitesa mwenyewe siku hiyo atakataliwa bali na watu wake. Na mtu yeyote atafanya kazi ya namna yoyote siku hiyo mtu huyo ataangamizwa, atoke katika watu wake. Msifanye kazi ya namna yoyote. Hii ni amri ya milele katika vizazi vyenu
Sikia sasa, ni amri ya milele katika vizazi vyenu, katika makao yenu yote. katika makao yenu yote. Itakuwa Hapo kwenu sasa itakuwa kwenu sabato, itakuwa ni sabato, itakuwa kwenu sabato ya kustarehe kabisa, kabisa, nanyi mtazitesa nafsi zenu, nanyi mtazitesa nafsi zenu siku ya kenda ya mwezi, siku ya kenda, kwa sababu hapa 9 ya mwezi hapo juu, mwezi siku ya kenda ya mwezi, wakati wa jioni, wakati wa jioni, tangu jioni hata jioni, tangu hiyo jioni hata jioni nyingine, mtaishika hiyo sabato yenu. Mtaishika hiyo sabato yenu, ilianzia jana kisha mahali pale. Kwa hivyo ndio maana ni wakati nilianzia nisema tuko katika sabato mbili zimeshikana. Haleluya. Tutajiteza namna gani? Kwa sababu nisema mtajiteza nafsi zenu. Somea kitabu cha Zaburi 35:12. Tutajiteza kwa namna gani? Biblia inene. Tasoma Zaburi 35 mstari wa 12. Tasoma Zaburi 35 mstari wake wa 12. Na nitasoma. Soma. Wanalipa mbaya baada ya mema. Hata nafsi yangu ikaingia ukiwa. Bali mimi walipougua wao nguo yao ilikuwa gunia. Bali mimi walipougua wao nguo yangu ilikuwa gunia. Nalijitesa nafsi yangu. Ndio sasa ile kujitesa pale sasa tunatafsiriwa. Nalijitesa nafsi yangu kwa kufunga. Kumbe unajitesa na kutesa nafsi ni kufunga. Maombi yangu yakarejea kifuani mwangu. Tulia mahali pale. Kwa hivyo akajifunga kwa sababu alimlipa mabaya, hiyo maombi yake ikamrudi. Unajitesa nafsi kwa kufunga na ukiwa umejifunga pia unajumulisha maombi. Haleluya. Hiyo ndio tafsiri ya kujifunga, ya kujitesa nafsi. Kwa sababu mtu anaweza tafsiri vingine. Aseme sasa si nafsi. Mbona utese mwili? Mavazi ya gunia pia. Na mavazi ya gunia. Unaona? Kwa sababu anatesa mwili kwa sababu mavazi ya gunia haipaliwi rohoni. Ndio. Inazavaliwa kwa mwili. Kwa hivyo anajitesa, anafunga kula na kunywa, tena anaomba. Hiyo ndio tafsiri ya kutesa nafsi. Kufunga kula na kunywa na kuomba. Ndio. Haleluya. Kwa hivyo tunaona tunajitesa nafsi zetu. Ndio maana hiyo siku nimesema mtajitesa nafsi zenu. Maana yake hamtakula na kunywa. Na je, kususia chakula ni kujitesa pia? Kususia chakula? Unasikia kuna mtu hunger strike. Ni kujitesa ni kujitesa bado kama watu wa jela. Wamesema lakini sasa ya maandiko ni tofauti. Unaweza susia chakula ustrike utake sitakula. Lakini hii ya Biblia inakuwa tofauti kwa sababu kuna maombi. Unaona? Kama kuna jambo unahitaji mbele za baba yetu unaomba. Lakini unaweza kususia chakula, unaweza kataa kukula ujifunge lakini hauombi. Hiyo ni kustrike chakula. Kwa hivyo hapa tutakuwa na maombi. Tutakuwa na maombi. Kila wakati ya maombi tunakuwa na dua ya kuomba. Haleluya. Sasa huyu Masihi naendelea nimalizie. Huyu Masihi mwenyewe sasa amekuwa yeye kibadanishi, si ndio? Sasa na tunaona sikukuu inaendelea hata akiwa amekufa na kufufuka. Nisomee waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 8 na 9. Waraka wa Yohana wa kwanza. Masihi akiwa amekufa. Kuna jambo niliwaambia mshike. Sikukuu itakuwa ni sikukuu ya milele, si ndio? Na nikawaambia mshike kitu kingine. Haroni ataziungama akaziungama 1 mstari wa 9 au 8 na 9 tulia kwanza. Kwa hivyo tunaona ya kwamba niliwaambia kwamba kuhani atawekelea mikono kwa mbuzi, si ndio? Na nikawaambia mshike sana jambo la kuungama. Unaona? Kuungama. Sasa Masihi alisukupia kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa huo Masihi mwenyewe si amekufa na akapaa mbinguni. Sasa kuna jambo ambalo nataka tuisikie mahali pale. Hebu soma andiko. Soma Yohana wa kwanza 8 kuanzia 8. Tukisema kwamba hatuna dhambi. Sasa watu washirika wa neno la baba yetu wanaandikwa na Yohana wanaambiwa nyinyi msisi tukisema hatuna dhambi. Kumbuka ni watakatifu ambao walikufiwa na Masihi pale mjini. Wanaambiwa sisi ni kama kusanyiko hili. Tuseme tukisema hatuna dhambi tulikufiwa na Masihi mara moja tu
Teremka. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajifanya wenyewe, twajidanganya wenyewe. Mkisema ati mlipuviwa mara moja tu, mwajidanganya wenyewe nyinyi ambao mnasema hivyo. Wala kweli haimo kwetu. Wala hao ambao wanasema siku ya upatanisho iliisha, kweli haimo ndani yao. Tukiziungama dhambi zetu. Sasa andiko linasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Yeye Masihi ni mwaminifu, na kwa haki atatuondolea dhambi zetu. Sasa Masihi ashakufa na kuvuka, anasema kwa haki atatuondolea dhambi zetu. Yaani yeye mwehoke ku ndio toyaria meya itoto maibura. Turake maibura ndeke nani akuire na akiriuka litari mwetu na kusafisha udhalimu wote. Na keheria maundu mothe matari mauthiku. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Masihi mwenyewe maandiko ya Yohana, kumbuka Yohana huyu ni yule ambaye alikuwa kikuzima Patmo, alipelekwa mpaka mbinguni katika hali ya maono, ndio? Na akanyesha mambo makuu. Sasa huyu ndiye ambaye anaandika mambo haya, na yeye anajijumulisha mahali pale. Ndio yoganirelia ndio wakoni. Akaza iviwe toka totie hetie. Tukisema hatuna dhambi, twajidanganya, lakini tukiziungama Masihi ni mwaminifu, atafanya nini? Atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Haleluya. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, hatutendi dhambi kwa sababu Masihi alikufa na kuvuka, tufanya yeye kuwa muongo. Kwa hivyo tunafanya Masihi mwenyewe kuwa wa uongo. Kwa hivyo Masihi Masihi anafanya kazi ya bure. Yaani yeye ni muongo, kumsema alipanda katika hekalu kufanya upatanisho, hekalu ya mbinguni. Wala neno lake halimo kwetu. Yule ambaye hata anasema siku ya upatanisho haipo, neno la Yahweh halimo ndani yake. Asante sana, ubarikiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hata tu hiyo Yohana wa kwanza 2 mstari wa kwanza na 2. Masihi mwenyewe anafanya upatanisho, na upatanisho inaendelea. Yohana anatuambiaje? Watoto wangu wadogo ni wateule ambao wanaandikiwa. Na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Sasa Yohana anakuonya wewe, mnaandikiwa haya ili msitende dhambi, yani kusikue na dhambi hapa, kwa sababu Masihi anafanya kwa upatanisho. Na kama mtu akitenda dhambi, lakini sasa kwa sababu Azazeli hajafungwa, mtu akifanya dhambi, tunaye muombezi kwa Baba. Yeshua Masihi mwenye haki. Haleluya. Haleluya. Muombezi kwa Baba, Yeshua Masihi mwenye haki. Teremka. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Sikia sasa, yeye ndiye kipatanisho. Kipatanisho ni upatanisho, na kipatanisho si kitu moja. Yeye ndiye bado anaendelea kutupatanisha kwa ajili ya dhambi zetu. Wala si kwa dhambi zetu tu. Wala sio kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Haleluya. Kwa hivyo Masihi mwenyewe anaendelea kutupatanisha. Kwa hivyo tukisema hatuna dhambi, basi tumefanya uongo, kwa sababu hiyo kazi anafanya kupatanisha. Anapatanisha nani? Maandiko yanaandikwa watakatifu, sio wenye dhambi wanaandikiwa, ni wale watakatifu. Ama kuna mahali anasema anaandikia wenye dhambi? Hapana, ni watakatifu. Sababu mtu anaweza kusema hapana, wao walio wanaandikiwa hapo wakawe watu ambao hawajui Yeshua, hawako ndani ya imani. Haleluya. Lakini Yohana anaandikia wale walio ndani ya imani, wale ambao wanamwamini Yeshua, wale ambao walioshwa kwa damu ya Yeshua. Anawaandikia, anawaambia mkisema hamna dhambi, nyinyi hata mnajidanganya, neno la Yahweh haliko ndani yenu. Kwa hivyo dhambi bado zinaendelea, kwa sababu huyu jamaa Azazeli bado yupo. Haleluya. Sasa huyu ataondolewa wakati gani? Ufunuo 20:1. Ataondolewa wakati mgani huyu? Soma Ufunuo 1:20. Na mshike sana, anasimamia shetani. Tulisoma hiyo yote. Soma Ufunuo 1:20. Siria zile nyota 7. Ufunuo 20:1. 20:1. Ufunuo nasoma 1. 20:1. Kisha nikaona malaika akishuka. Sasa huyu, kumbuka pale kulikuwa na mtu mwenye nguvu. Sasa Yohana naye anaonyesha kuhusu huyu Azazeli, kwa sababu Yohana mwenyewe ndiye ametuambia tuko na upatanisho. Ndio? Na sasa anaonyesha sasa mambo ya huyu mbuzi mwingine ambaye ni Azazeli, shetani. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni.
Mwenye ufunguo wa kuzimu. Mwenye ufunguo wa kuzimu. Na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Akashika yule nyoka. Akashika yule nyoka. Yule nyoka wa zamani. Yule nyoka wa zamani. Ambaye ni Ibilisi na Shetani. Ambaye ni Ibilisi na Shetani. Akamfunga miaka 1000. Akamfunga miaka 1000. Akatupa katika kuzimu. Akatupwa katika kuzimu. Akamfunga katika akamfunga akatia muhuri juu yake. Asipate kuwadanganya mataifa tena. Hata ile miaka 1000 itimie. Fikisha mahali pale. Kwa hivyo atafungwa ili kwamba asidanganye ulimwengu. Ndio maana unaandikiwa, ndio maana tumeambiwa useme hauna dhambi, kwa sababu huyu jamaa Shetani bado yuko. Bado wanadanganya ulimwengu. Katika kitabu cha Danieli 7:29-25 inasema atadanganya mpaka wateule ikiwezekana. Haleluya. Yani ikiwezekana hata atawakosesha. Yeye kama hivi kwa ungewatekeka. Kwa hivyo hata wateule bado wanaingia. Sio ndio? Sitaki kusoma. Kutaja tu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba atawadanganya mpaka wateule ikiwezekana. Kwa hivyo Shetani bado anaingia mpaka kwetu. Anakuja kutuletea dhambi. Anatufanya tufanye dhambi hata kama tumeteuliwa. Maana imeandikwa imesema mkifanya dhambi msijali. Sasa tofauti yetu na ulimwengu ni kwa sababu sisi tuko na mpatanishi. Wao kwa sababu hawajamkubali Masihi hawana mpatanishi. Lazima kwanza waingie ndani ya Masihi ndio upatanisho ukue mahali pale. Haleluya. Ndio tuko na jukumu la kuwahubiria. Ndio waamini Masihi. Ndio dhambi zao ziondolewe kila siku. Haleluya. Wakikiri dhambi watoe dhabihu. Sasa tunatoa dhabihu ya aina gani? Hosea 14:2. Sasa kondoo na mbuzi na hizo zote tunatoa nini sasa? Ng'ombe ni nini? Si ndio? Kwa sababu kuna ng'ombe ambazo zinatolewa zilikuwa Haruni aliingia nayo mahali pale. Sasa wewe siku ya leo umefanya upatanisho kwa jinsi gani? Hosea 12:2. 14:2. 14:2. Nasema chukueni maneno pamoja nanyi. Maandiko yanasema chukueni maneno pamoja nami. Mkamrudia Yawe. Mkamwambiaje? Ondoa maovu yetu. Kwa hiyo tunaambiwa tuchukue maneno. Hapo ni maneno ya midomo. Haleluya. Tuende tukamwambia Yawe nini siku ya leo? Ondoa maovu yetu. Ondoa maovu yetu yote. Uyatakabali yaliyo mema. Na hivyo ndivyo mtakavyotoa sadaka za midomo yenu. Haleluya. Ndivyo tutakavyotoa sadaka ya midomo yetu kana kwamba ni ng'ombe. Inafananishwa hiyo sadaka ya midomo, hiyo kuchukua maneno inafananishwa na ng'ombe kama ile ya Haruni ya upatanisho. Asuru hata tuokoa. Fikisha mahali pale. Kwa hivyo hatutakolewa na mambo mengine kama hiyo Ashuru na zile zingine. Haleluya. Zaburi 68:32. Zaburi ile mahali pale. Kwa hivyo tunaona ya kwamba ni maneno. Si ndio? Kwa hivyo leo umekuja kuomba na mdomo yako. Haleluya. Wewe unajipeleka mbele ya Yeshua akiwa katika madhabahu ya mbinguni. Unajipeleka. Ukijipeleka mahali pale katika kuomba, unatoa ile ng'ombe mzuri. Kama ndege ya chega. Si ndio? Sasa ukishatoa hiyo dhabihu, Yeshua naye anaikubali. 69:32. 69:2. Inasema verse 32. Verse 32. Verse 32. Na nitasoma. Walionewa watakapoona watafurahi. Zaburi 69 verse 32. Soma basi. Tasoma. Walionewa watakapoona watafurahi. Na enyi mtafutao Yawe mioyoni yenu ihuisiwe. Kwa kuwa Yawe huwasikia wahitaji wala hawadharau wafungwa wake. Mbingu na nchi zimsifu na bahari vyote vitavyo.
Hivyo tu. English inasema. Hebu kuangalia. The humble shall see this and be glad, and your heart shall live. 69. Ndio. Ngoja tuone hii ya kitabu ama ndio nakosea. Oh, that one. That one, say that. That one. That one. Tasoma Zaburi 69 verse that one. Nayo yatapendeza, yawe kuliko ng'ombe. Nayo asoma hapo juu juu. Inasema nitalisifu jina la Yawe. Kwa hivyo hapa ni kuhusu mdomo. Kwa hivyo kama mtu anasifu na nini? Anasifu na mdomo. Nitalisifu jina la Yawe kwa wimbo. Nami nitamtukuza kwa shukrani. Kwa hivyo unafaa kukuja hapa na shukrani na wimbo. Naye yatapendeza Yawe kuliko ng'ombe. Naye yatapendeza Yawe kuliko au ndama mwenye pembe na kwato. Kuliko ndama mwenye pembe na kwato. Soma Kikuyu, at least Kikuyu ni tamu hapo. Hivyo atiriri. Ritore Yawe kurikumia na rwimbo. Ritore Yawe kurikumia na rwimbo. Nenehia ndekemunenehie na ngatho iria ngumucokeria. Kuneneha ndekemunenehie na ngatho iria ngumucokeria. Ũndũ ũcio no gũkenia Yawe. Na ũndũ ũcio no gũkenia Yawe. Kũrĩ kũmũhe ndegwa. Na gĩcaũ kĩna hĩa ona mahũngũ. Kũrĩ gĩcaũ kĩna hĩa ona mahũngũ. Kwa hivyo ni kuliko ndama mwenye pembe na kwato. Kwa hivyo ile ndama na zile ng'ombe ambazo zilikuwa zinatolewa, wakati huu unatumia mdomo yako. Unakuja na wimbo, inafananishwa na ng'ombe. Unakuja na shukrani, inafananishwa na ndama. Unakuja na mambo yote na ushuhuda, inafananishwa na mwana kondoo. Unazipeleka katika madhabahu ya mbinguni, mbele za Yeshua, anazikubali, anakubariki. Nimalizie na andiko la Hesabu 6:29. Wakati kuhani alikuwa anatoka kubariki, Yeshua anatoka sasa, anakubariki kisha toa dhabihu. Hesabu 6:22. 6:22. Ndio. Kisha Yawe akanena na Musa. Na kumwambia. Nena na Aroni na wanawe. Waambie hivi ndivyo watakavyobariki wana wa Israeli. Hivi ndivyo watakavyobariki wana wa Israeli. Utawaambia. Yawe abariki. Yawe akubariki na akulinde. Yawe akubariki na akulinde. Yawe akuangazie nuru za uso wake. Yawe akuangazie nuru ya uso wake. Na kukuhifadhi. Na kukuhifadhi wewe. Yawe akuinulie uso wake. Yawe akuinulie uso wake. Na kupata amani. Ndivyo utakavyoweka jina langu. Ndivyo utakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli. Nami nitawabariki. Haleluya. Kwa hivyo tunaona tukishapeleka hizo mambo mbele ya Yeshua, shukrani, wimbo wa pekee, mambo hayo yote katika siku ya leo ya upatanisho, kuhani alikuwa anatokelezea, anaanza kuwatajia jina la Yawe. Na Yeshua kwa sababu yeye ndiye mkuu, ndiye ako mbinguni, ndiye kuhani mkuu. Siku ya leo ukishakuja na haya mambo, atakubariki akiwa mbinguni, akushawe na baraka kama hizo. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo ni ya kipekee sana kwako na kwangu. Na yule ambaye anakataa, wachana na yeye. Nahumu 1:15 nimalizia hapo. Mwenye anakataa, maandiko yanasemaje? Nahumu 1:15. Huyo wachana na yeye. Haleluya. Kwa sababu tushamfikishia na tushawaambia. Wewe usisitushwe kama kio, nera matavia gade gya horohio. Ya shora igaterere. Amade kama rai igaterere. Tigana na mundu ucio. Lesiguo ndagakumakie. Wale kia kumwira awone na ngari tigana nake. Wewe ni nawe na sigade gyaku. Bila bena sere siaku kwa sababu tuko na ushuhuda. Kwa hiyo sikukuu ipo na inaendelea. Utasoma Nahumu 1:12. 15. Nasema tazama juu ya milima iko miguu. Tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema. Na unajua mlima ni nini ndugu? Mlima ukisema Isaya 2 inasema mlima wa nyumba ya Yawe. Kwa hivyo ni hapa. Tazama mlima,
tazama juu ya milima iko miguu yake aletaye habari njema. Tazama katika nyumba ya Yawe iko miguu ya mtu aletaye habari njema. Atangazaye amani, shikeni sikukuu za shikeni sikukuu zako. Wewe shika sikukuu zako wewe mtu katika ewe Yuda. Usiondoe dhahiri zako. Usiondoe dhahiri zako. Kwa maana yule asiyefaa kitu. Kwa maana huyo ambaye asiyefaa kitu ambaye hatumikie sikukuu hatapita katika hatapita kati yako tena kamwe. Fikisha mahali pale. Amekwisha kataliwa habari. Tazama Gikuyu. Huyo asiyefaa, huyo mtu ambaye hatumikie sikukuu, unataka yake yake hafai. Amekataliwa habari. Onei ko irima-ine kwi mundu urogie kuo ararehe uhoro mwega ona akahunjanĩria uhoro wa thayũ atĩrĩrĩ we Juda wĩrĩagĩre ciathĩ ciaku na ũhingagie mĩhĩtwa yaku nĩ ũndũ ragai ũcio-rĩ agacoka gũtuĩkanĩria harĩ we rĩngĩ nĩaninĩtwo kũninwo acio mwisho wa nĩ kũninwo ndagacoka gũkwĩra atĩ gũtirĩ gĩathĩ. Haleluya. Huyu ndio akakwambia ndio kirado gũtirĩ ũhoro wa gĩathĩ. Hakuna mambo ya sikukuu, hakuna sikukuu ya upatanisho, hakuna sikukuu zingine, hakuna. Huyo ni Ragae. Na yeye anasema atammaliza hata bila kati yako. Hata kuja kuonekana rege mundu rahujoro tocio ategotire. Lakini wale ambao wanahubiri mambo mazuri ya amani watapatikana. Haleluya. Haleluya. Hata nifikisha mahali pale. Lakini kuna andiko nilikuwa inaona nisome tu. Sawa. Katika Maombolezo, ni Maombolezo. Maombolezo 1:5. Inaongeza kuhusu Juda bado. Si ndio? Kusome hiyo tabu. Sababu nimesikia Juda mahali pale, andiko tu nikagoka katika kichwa. Juda ndiye alikuwa Yahuda. Watu wa Yawe. Kwa nini waliitwa watu wa Yawe? Kumbuka kulikuwa na wawili, kulikuwa na Juda na Israeli. Sasa wakati Yeroboamu alichukua kwa 10 akabaki na kwa 2 Juda na alibaki Juda na Benjamin. Juda na Benjamin. Sasa hao Yuda ndio waliendelea kukimbia, ndio. Lakini wale wengine wakaekewa sanamu na wakakoseshwa ili waendelee katika sikukuu za Bali. Yaani sikukuu ambazo ni tofauti kama zenye zio za Krismasi na zile zingine. Haleluya. Kwa hivyo Juda akasemekana hao ni watu wa Yawe na wale wengine wamepotoka. Maombolezo 1:5. Mstari wa 5 inasema watezi wake wamekuwa kichwa. Adui zake hufunikwa kwa kuwa Yawe amemtesa kwa sababu ya wingi wa makosa yake. Watoto wake wadogo wamechukuliwa mateka mbele yake huyo mtezi. Sasa mstari wa 7 ama wa 7 moja mstari wa 7 inasema siku za mateso na misiba yake Yerusalemu hakukumbuka matamaniko yake yote yaliyokuwa tangu siku za kale. Hapo watu au soma hapo chini 3 inasema Yuda ameheshimiwa kwa sababu amehamishwa kwa sababu ya kuonewa na kwa sababu ya utumwa mkuu. Anakaa kati ya makafiri. Yuda anakaa kati ya makafiri na amehamishwa kati ya makafiri, watu ambao nchi Yawe. Hao ni raha iwaye yote. Yuda hao ni raha iwaye yote. Wote waliomfuata wamepata katika dhiki yake. Wamepata katika dhiki yake. Niendelee. Njia za Zayuni Maombolezo. Njia za Zayuni na ndivyo ilivyo siku ya leo ndugu.
Njia za Sayuni ambao watu wanaita wa Sayuni kuna maombolezo. Kwa kuwa hakuna ajaye kwa sikukuu. Hakuna ambaye anakuja katika sikukuu, watu wamezikataa. Kuna maombolezo. Malango yake yote yamekuwa ukiwa. Makuhani wake upiga kite. Wanawali wake wanahuzunika. Na yeye mwenyewe huona uchungu. Watezi wake wamechukuliwa kichwa, adui zake kufunikwa. Na kwa Yawe amemtesa kwa sababu ya wingi wa makosa yake. Watoto wake wadogo wamechukuliwa mateka mbele yake, huo mtezi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yuda kuna sabato hapo zinatajwa. Akasoma 7. Siku za mateso ya misiba yake, Yerusalemu hakukumbuka matamaniko yake yote aliyokuwa tangu siku za kale. Hapo watu wake walipoanguka mikononi mwa mtezi, wala hakuna hata mmoja wa kusaidia. Hao watezi wake waliowaona wakafanya sabato zake kuwa mzaha. Wakafanya sabato hata sabato za baba yetu kuwa mzaha. Kwa hivyo njia za Sayuni zinaombolesha. Haleluya. Kwa sababu wale ambao wanakuja sikukuu hakuna. Ni wachache tu. Yuda amehamishwa ambaye anatumikia sikukuu. Lakini Yawe anamtia nguvu, anamwambia wewe Yuda usijali kwa kuhamishwa. Kwa maana huyo asiyevaa hata pita kati yako tena kukuhamisha. Haleluya. Mutikamo na leki. Haleluya. Kwa hivyo mimi nitafikisha mahali pale. Yawe abariki na watendee mambo mema. Haleluya. Haleluya.